cha nne sasa, au hatua ya nne, inaitwa hatua ya uungu. Umetoka kwenye hatua ya utoto, umeingia kwenye hatua ya wanafunzi, umeingia kwenye hatua ya wana kwa mwana wa Mungu, umefika kwenye hatua sasa ya uungu. Hiki ni kituo cha kuwa juu ya yote, vyote na wote. Hiki ni kituo sasa cha wewe kuwa rafiki wa Mungu. Ni kituo cha juu sana. Hapa sasa unakuwa ni kituo cha wewe kuwa Mungu mdogo. Na usishangae Mungu mdogo, kwa sababu hata Mungu alimwambia alivyoingia kwa Musa kwenye kitabu cha Kutoka 7:1, akamwambia mimi nitakufanya Mungu kwa Farao. Kwa hiyo ina maana hiki ni kituo cha wewe kuwa Mungu kwa wachawi, kuwa Mungu kwa magonjwa, kuwa Mungu kwa shida, kuwa Mungu kwa kila aina ya jambo lote. Kwa hiyo ni mamlaka ya juu sana ya kutenda chochote na Mungu anafanya. Sasa kwenye kitabu kile cha Zaburi 82 na ule mstari wa 6, asa mimi nimesema ninyi miungu na wana wa aliye juu. Mimi nimesema ninyi miungu na wana wa aliye juu. Kwa hiki kituo cha miungu, maana yake kituo sasa ni cha juu sana. Asa mimi nisema ninyi ni miungu na wana wa aliye juu, wewe kuwa Mungu mdogo. Ndio wanashangaa sana watu wanasema eti Yesu sio Mungu. Kwa ni nani sasa? Yesu sio Mungu, kwa ni nani sasa? Ni mjomba au shangazi au binamu? Kama hapa Zaburi inasema ninyi ni miungu na wana wa aliye juu. Yesu ni Mungu. Wasikushinda hata wale wa vizazi vilivyopita. Ngoja nikusomea hapa, labda pakupe ufahamu kidogo. Yohana 10:29. Yohana 10:29. Tena nianze mstari wa 28. Asa nami nawapa uzima wa milele. Yesu anasema nami nawapa uzima wa milele. Sasa anayekupa uzima wa milele kwanza ni nani? Si ni Mungu? Anayekupa uzima wa milele ni Mungu. Asa nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu aweze kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu mmoja. Basi Wayahudi wakakota mawe tena ili wampige. Yesu akawauliza, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Sikiza jibu la Wayahudi. Asa Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ninyi miungu? Ikiwa aliweta miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu na maandiko hawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, nanyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nilisema mimi ni mwana wa Mungu? Kwa Yesu ni Mungu. Asa sisi kwa kazi njema hatukupigi kwa mawe, ila kwa sababu wewe ni mwanadamu alafu unasema wewe ni Mungu na kupiga kwa mawe. Yesu akamwambia, je, haikuandikwa kama wale waliojiliwa na neno la Mungu, Mungu akasema ninyi ni miungu, je, mimi sio zaidi? Kwa ina maana basi Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Kwa hiyo hatua ya uungu ni hatua ya juu sana ya ufahamu, ni hatua ya juu sana kuinuliwa, ni hatua ya juu sana kubarikiwa. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia channel hii, kama bado hujasubscribe, subscribe na Mungu amekubariki sana.